mwezi wa 5 tulianza somo iliyokuwa linasema roho ya ucheleweshaji katika maisha ya watu. Roho ya ucheleweshaji katika maisha ya watu. Na tulienda mpaka nikaanza kuzungumzia habari za tabia zinazofuatana na hii roho ya ucheleweshaji. Kama utakuwa na nafasi, ingia kwenye YouTube, andika Josephat Madaraka, kuna somo pale limetupwa na mtu wa IT, utapata vitu viwili vitatu vya kukusaidia. Kumbuka tunapozungumza juu ya neno tunazungumzia juu ya maarifa. Na haya maarifa ndio Biblia inasema watu wanaangamizwa kukosa hayo. Kwa hiyo tunakupa kujua vyanzo mbalimbali na kujua tabia mbalimbali. Wewe mwenyewe ukiwa ni shahidi unajicheki, wewe mwenyewe ukiwa ni mwalimu unajisahisha, na wewe mwenyewe ukiwa ni mwalimu ukijipatiki kwenye haya. Kwa hiyo ningeomba tuendelee kwa hatua ya pili ambayo imeandikwa tabia zinazofuatana na roho ya ucheleweshaji. Lakini usisahau nilizungumza kuwa roho ya ucheleweshaji ni moja ya silaha muhimu sana ambayo adui anaitumia katika maisha ya watu wengi sana. Unajua adui tunayepambana naye haji kiwazi, anakuja kwa mficho sana. Ndio maana Biblia inaita hila. Hila sio kitu ambacho kiko wazi. Hila maana yake kimejificha. Unaweza ukaona kwamba kuko salama, kumbe hakuko salama. Unaweza ukafikiria kwamba vitu vinaenda, kumbe haviendi. Tunaposhiriki katika kukufundisha hivi kupitia neno la Mungu, ndio unaweza ukajua mazingira na hali ambayo unayo na kuonyesha kwamba unahitaji msaada wa Mungu. Nimesema roho ya ucheleweshaji ni moja ya silaha muhimu sana ambayo adui anaitumia katika maisha ya watu wengi. Na lengo kubwa ya hii roho ya ucheleweshaji ni kuzuia watu kutimiza makusudi ya Mungu kwa wakati uliopangwa. Watu wanazuiwa kutimizwa kwa makusudi ya Mungu kwa wakati uliopangwa. Ulipangwa wakati ambao ulipangwa uwe katika hali fulani, lakini vitu havisogei. Ulipangwa uwe katika mazingira fulani, lakini hakuna kinachoendelea. Hii roho ya ucheleweshaji ni roho ovu ambayo inacheza na muda wa mtu. Na wewe unajua kabisa kwamba muda ni rasilimali muhimu sana na ya thamani katika maisha ya watu wengi. Muda ni muhimu sana. Na hizo ni nguvu za giza ambazo zinatumia muda kama sehemu ya kuwanyanyasa watu, kuhakikisha maisha wanayoishi sio wanayopaswa kuishi kwa ule muda. Walipaswa kuwa kwenye kiwango fulani, lakini bado wako kwenye kiwango cha chini sana. Walitakiwa waende umbali fulani, lakini waoni kabisa kama wanasogea ama wanaenda. Na wakati mwingine ni vitu vinavyowasumbua sana watu na kusababisha mioyo yao kuingia katika hali ya huzuni na kutafuta misaada wakati mwingine kutoka kwenye chanzo ambacho sio sahihi. Mfano mojawapo ya hii roho tunaona ni operate katika kile kitabu cha Danieli, ile sura ya 10 mstari wa 12 hadi 13. Tunaona Danieli anafunga, anaomba, maombi yanamsukuma mpaka siku 21. Lakini juu kule Mungu ameshatuma majibu ya maombi yake. Mungu ameshaachiria maelekezo. Tena kuanzia siku ya kwanza tu ameanza kuomba, majibu yalishatoka. Kwa hiyo Danieli katika ulimwengu wa roho majibu yalikuwa yameshatoka. Lakini kuna mfalme wa Uajemi aliyejikita kuzuia yale majibu yalikuwa yamepelekwa kwa mkono wa malaika. Ilibidi malaika wa vita ambaye anaitwa Mikaeli aingilie kati ile hali. Akaenda akashughulika na yule malaika, akashuka chini kwa Danieli. Yule Mikaeli akabaki pale kwa lengo la kumsubiri ili asije akazuiwa. Tunapata hiyo ni mojawapo ya njia ya ucheleweshaji, njia ambayo ulimwengu wa giza unaotumia kuchelewesha vitu.
Atukuzwe Mungu kwa Danieli. Kama angeacha kuomba, sijui nini kingetokea. Lakini katika maombi ya siku 21 Mungu alizidi kumbana Danieli, azidi kuomba kwa lengo la kuendelea kuruhusu msaada wake upate kuonekana kwenye majibu ambayo Mungu alikuwa amekusudia kwa Danieli. Sasa hizi ni roho ambazo haziko kwenye ulimwengu wa kawaida. Ulipaswa kuolewa lakini hujaolewa. Ulipaswa kuwa na maisha ya kiwango fulani lakini mambo bado ni magumu sana. Huduma ilipaswa iende kwenye level fulani lakini bado vitu haviendi. Katika ulimwengu wa roho, maana yake kuna vipingamizi na vizuizi ambavyo vinatumia majira na nyakati kwa lengo la kuhakikisha kabisa kwamba badala ya wakati wako wa furaha, wewe unazidi tu kuwa na wakati wa huzuni. Badala ya wakati wako wa kuinuka, wewe unazidi kuwa katika hali tu ya kushuka. Maisha yanakuwa hayana sura, maisha yanakuwa hayana mvuto, maisha yanakuwa hayana uelekeo. Hiyo ni kazi mojawapo ya hizi roho za ucheleweshaji ambazo zinafanya kazi kwa siri sana kwenye maisha ya watu wengi sana. Alipaswa aende Marekani, alipaswa aende Ulaya, alipaswa awe na kampuni yake, alipaswa aende katika level fulani. Hizi roho zikiingia katikati aidha ya huduma ama kampuni, kuna vitu vinakuwa haviendi wala vitu havisogei. Ndio maana Mungu anaamua kusikizisha hivi vitu ili upate kujua vyanzo mbalimbali vya matatizo ya watu kutokana na picha ya Mungu aliyoweka katika neno. Sasa nilianza kwa kuambia juu ya kile ambacho kinafuatana na hii roho, kwamba nitaijuaje, ama tabia ambazo zinafuatana na hizi roho ni tabia gani, ili upate kujua na upate kufahamu ya kwamba kumbe tayari mimi ni mateka. Nimekuambia kabisa, wewe utakuwa ni mzuri ukiwa mwenyewe shahidi wa maisha yako wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ndio wewe mwalimu, wewe mwenyewe ndio ujisahihishe, wewe mwenyewe ndio ujipe tiki kutokana na neno la Mungu linavyozungumza na neno la Mungu linavyoelekeza, likupambanue na likusaidie kuweza kujua ya kwamba kumbe hapa ninahitaji msaada wa Mungu, hapa inahitaji maombi, hapa inahitaji hekima, hapa inahitaji mkono wa Mungu. Wewe mwenyewe ndio uwe shahidi mwaminifu wa maisha yako. Sasa nilianza kuzungumzia tabia mojawapo unayoikuta kutokana na hii roho ya kuchelewesha. Unakuta ni maisha ya watu yaliyojaa hofu. Maisha yaliyojaa hofu ni tabia ya kwanza ambayo roho ya ucheleweshaji inafanya kazi. Hii roho ya hofu inawafanya watu wakose ujasiri wa kufanya kitu, inawafanya watu wawe waoga, inawafanya watu waogope kukabiliana na mazingira hata kama ni magumu. Anapoteza ujasiri wa kufanya kitu. Unapoona mtu maisha yake yote yanatawaliwa na hofu, huwe na uhakika yuko kwenye mgandamizo wa roho ya ucheleweshaji, kwa sababu hawezi akachukua hatua. Alipaswa achukua hatua kufanya kitu fulani, anaacha. Afungue kampuni, anaacha. Afanye kazi, anaacha. Aachilie huduma, anaacha. Kwa nini? Kila wakati ile roho ya hofu inamwelekeza namna ambavyo haitawezekana, haitakuwa tena. Inaweza ikamletea mazingira kabisa ya kumwonyesha kabisa kwamba hilo tatizo, kuna wengi walioferi, hata watumishi waliferi, hata marafiki waliferi. Ile roho kila wakati haitamwacha salama, itambana ili awe anaona negativity tu, anaona kushindwa tu, anaona mapepo tu, anaona wachawi tu, anaona mizimu tu. Hujawahi kuona hata sisi watumishi wa Mungu ambao kila wakati tunatumia madhabahu kuzungumza mengi mabaya ambayo tu ni ya shetani, juu ya ubaya wa shetani, juu ya kila ambacho shetani anatia watu hofu, juu ya uchawi, lakini hatuzungumzi juu ya ukuu wa Mungu na wema wa Mungu. Nimeona watu katika maisha yao atapiga simu anakuambia, hii mizimu nilio nayo sijui mpaka kitu gani kifanyike ili itoke. Sikiliza mpenzi msikilizaji, mizimu, majini, nguvu za giza zinatoka ndani ya jina moja tu la Yesu Kristo. Hayana mambo mengi wala vitu vingi ambavyo unaweza ukavifikiria kwamba mpaka kitu fulani kifanyike. Inasema kwa jina langu watatoa pepo. Sasa ukiona huyu mtu ndani ya maisha yake ana vitu ambavyo anaona labda kitu fulani kifanyike, ndio jambo fulani ameshalifanya ile tatizo kuwa
kubwa, ameshafanya ile shida kuwa kubwa, anatembea na tatizo kushoto na kulia, eti kwa sababu ameambiwa mpaka mtu achungulie kwenye ulimwengu wa roho haone. Si kweli. Tumeona Mungu akifungua vichaa, wala hakukuwa na jambo lolote isipokuwa ni imani katika jina, ni imani katika damu, na ni imani katika neno. Hivyo vitu tumeona vinafanya vitu vikubwa sana. Sasa unakuta watu kila wakati watazungumzia tu mizimu, watazungumzia tu majini, watazungumzia tu wachawi. Lugha zao siku zote ziko kwenye negativity. Hao watu hawajawahi kusikia juu ya ukuu wa Mungu, juu ya wema wa Mungu na juu ya uaminifu wa Mungu. Wanapozidi kuambiwa maneno ya namna ile, wanazidi kukaa kwenye engo ambayo kila wakati wanayaona yale matatizo tu. Na Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Si kwamba nakataa kwamba mizimu haipo, ninajua. Si kwamba nakataa kwamba wachawi wapo, najua. Si kwamba nakataa kwamba nguvu za giza hazipo, najua. Lakini tuna jina na tuna uweza ambao ni zaidi ya uwezo wao. Tuna nguvu zaidi ya nguvu zao. Tuna mamlaka zaidi ya mamlaka yao. Tumepewa mamlaka ukanyaga nyoka na nge na nguvu za giza, wala hakuna chochote kitakachotudhuru. Ndio maana lazima ubadilike kufikiri kwako, ubadilike kufikiri kwako, ili usiweke uwezo wako kwamba yale majini yanakuwa na nguvu kubwa, wale wachawi wanakuwa na uwezo mkubwa, ile mizimu inakuwa na nguvu kubwa. Si kweli. Hakuna kitu chenye uwezo zaidi ya Mungu aliye hai. Tunajua ndani ya uwezo wake nguvu zingine zote ni feki. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo lazima uangalie unasikiliza mambo mangapi yanayokutia hofu. Biblia inasema ukiogopacho ndicho kitakachokupata. Biblia inaeleza habari za kwamba hatukupokea roho ya utumwa iletayo hofu. Tumepokea roho ya nguvu, upendo na akili ilivyo njema. Angalia, inawezekana mambo yako mengi yameferi, hata uwezo wako wa kufunguliwa umeferi, hata hali yako ya kuwa huru umeferi. Ni kwa sababu ya mambo uliyoyajaza ndani ya nafsi yako na ndani ya akili yako na ndani ya fikra zako, kutokana na mambo yanayokuzunguka yanayokuonyesha kwamba kuna watu wenye uwezo zaidi ya Mungu, kuna nguvu ambazo zina uwezo zaidi ya Mungu. Si kweli. Change your mindset. Badilisha fikra zako ili upate kuona nguvu zingine ni feki. Sasa hawa watu wanaosikiliza mambo ambayo ni negativity siku zote, wanasikiliza mambo ambayo yanawatia hofu, yanawafanya wakose ujasiri, yanawafanya wakose kuthubutu, yanawafanya wakose kuamini, yanawafanya wakose kuelewa ya kwamba wanayo nguvu zaidi. Kuna uweza zaidi ambao umefichwa ndani ya Kristo Yesu, una uweza wa kuwafungua na kuwaweka huru. Kwa hiyo katika hilo jambo roho ya hofu inawafanya watu wakose ujasiri, waogope kukabiliana, na hii ni hatari sana. Waibrania sura ya 2 Waibrania sura ya 2 ule mstari wa 14 hadi 15, Biblia inasema hivi. Mstari wa 14 hadi 15, Biblia inasema hivi: basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili wake, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Angalia vizuri mistari hii. Inazungumza habari za kazi ya Yesu pale msalabani na kile ambacho alikuja kufanya kwa niaba yetu, na eneo mojawapo alishughulikia roho ya mauti, lakini pia kupitia msalaba wake alikuja kuhakikisha kwamba watu wanakuwa huru, na watu walio katika vifungo ni watu ambao kwa hofu, anasema wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa.
Umewahi kujiuliza huu mstari, maisha yao yote kwa hofu ya mauti, kwamba hao watu kuanzia wamezaliwa mpaka wanakufa wako chini ya roho ya hofu, ambayo wako chini ya roho ya mauti. Ni watu wanaoogopa mauti, ni watu wanaogopa mauti. Kwa Biblia inayosema wako kwenye hali ya utumwa. We mwenyewe unajua utumwa, mtumwa siku zote huwa hafanyi mambo yale ambayo anataka. Mtumwa atafanya mambo yale ambayo bwana wake anataka. Kwa hiyo kuna watu ambao maisha yao yote kuanzia amejitambua mpaka anakwenda kuzeeka, yeye ni mtu ni hofu ya kifo. Nimekutana na watu wa namna hiyo. Niliwahi letewa mama mmoja, anasema alikuwa anaogopa kulala. Kwa hiyo ilikuwa ikifika usiku ndio muda wake wa kuwa macho. Mchana yeye hanalala, usiku ndiye ataosha vyombo, atasafisha ndani, alafu atakaa kwenye TV. Shida kubwa, anasema anaogopa akifunika macho anakufa. Kwa hiyo imemchukua kwa muda mrefu sana ile tatizo, mpaka alivyokutana na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ya uponyaji, ndipo akaanza kulala usiku. Kuna watu hata usiku unapofika wanatamani kama usiku ungechelewa, kwa sababu ya hali ya hofu ambayo imewatia kwenye utumwa, imewatia kwenye mateso, imewatia kwenye mahangaiko. Wamekosa ujasiri wowote. Usiku kwao wanaona ni mrefu sana. Haya ni maisha ya utumwa. Haya ni maisha ya mateso. Haya ni maisha yanayokufanya kukuchelewesha kwenye mambo mengi, kwa sababu ukiendelea kukaa na hii hali yako itakuwa ni mbaya sana, kwa sababu hofu ina mtego mbaya sana, na ni mojawapo kati ya roho ya kuchelewesha. Wengine anajifikiria akishazima taa akifunika macho hivi atakufa. Wengine wanaogopa kusafiri, wengine wanaogopa kufanya kazi fulani, wengine wanaogopa hata kupanda ndege. Utaona anaamua afunge na kuomba kwa sababu tu anataka kupanda ndege. Anaogopa, anawaza ndani ya mawazo yake hali ya kufa ndiyo inayomkabili. Mpenzi msikilizaji, hiyo ndio kazi ambayo Yesu alikuja kufanya pale msalabani, kwa ajili ya kututoa sisi ambao maisha yetu yote tulikuwa tumekaa kwenye vifungo au kwenye utumwa wa hofu. Waibrania sura ya pili, Timotheo wa pili sura ya kwanza, Timotheo wa pili sura ya kwanza, Timotheo wa pili sura ya kwanza, ule mstari wa 7, angalia inavyosema. Inasema hivi: maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Angalia, unaposikia woga ama hofu, hiyo sio roho kutoka kwa Mungu. Hiyo ni roho ya shetani, na ni mojawapo ya roho ya ucheleweshaji ambayo katika maisha ya watu wengi inakwenda. Maana Mungu hakutupa roho ya woga. Anapozungumzia roho, maana yake ni nguvu inaweza ikamshika mtu, maana yake ni nguvu inaweza ikamuongoza mtu, maana yake ni nguvu inaweza ikamuendesha mtu. Mpenzi msikilizaji wangu, ninaomba upate kujua kuanzia sasa ya kwamba Mungu hakutupa roho ya woga wala roho ya hofu. Ametupa roho ya ujasiri. Roho ya woga inapokuwepo sehemu, huwe na uhakika nguvu ya Mungu haiwezi kufanya kazi. Roho ya woga inapokuwemo sehemu, huwe na pendo la Mungu haliwezi likaoperate. Roho ya woga inapokuwepo sehemu, huwe na hakika moyo wa kiasi, ambayo tafsiri nyingine inasema akili iliyo njema haiwezi kaingia kazini. Kwa hiyo woga unapokuwepo ama hofu inapokuwepo, ni adui wa nguvu ya Mungu, ni adui ya pendo la Mungu, na ni adui wa moyo wa kiasi ama akili iliyo njema. Mpenzi msikilizaji, toka kwenye hiyo hali, kwa sababu sio nzuri, na ikiendelea ndani ya maisha yako itakuchelewesha kwenye mambo mengi. Itakuchelewesha kwenye hatua zako, kwenye hali zako, na kwenye matarajio ambayo Mungu anakusudia. Dalili ya pili ama tabia ya pili utakayokuta kutokana na hii roho ya ucheleweshaji,
ni maisha ya kuvunjiwa ama kuvunjika kwa moyo. Kuvunjika moyo. Unapoona hofu, unajua hapa niko kwenye mtego. Na unapoona kuvunjika moyo, pia ni mtego. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya 61, Isaya 61 ule mstari wa kwanza. Isaya 61 mstari wa kwanza, Roho wa Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu wa habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo na kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Nataka ule mstari, kuwaganga waliovunjika moyo. Moyo uliovunjika. Moyo uliovunjika au kuvunjika kwa moyo ni moyo wa aina gani? Maana yake ni moyo uliojeruhika, au ni moyo wenye huzuni, au ni moyo wenye uchungu, au ni moyo wenye maumivu. Moyo uliovunjika, kuwaganga waliovunjika moyo, maana yake ni moyo uliojeruhika, maana yake ni moyo wenye huzuni, maana yake ni moyo wenye uchungu, maana yake ni moyo wenye maumivu. Na ziko sababu kadha wa kadha zinazosababisha mioyo ya watu ijeruhike. Na moyo unaojeruhika, maana yake kuna vitu vingi ndani ya maisha huyu mtu havitakuwepo. Inawezekana amefanyiwa vitendo vya kujeruhi moyo na mtu wa karibu. Inawezekana ametelekezwa na mwenzi wake. Inawezekana ametengwa na mchumba wake. Inawezekana amekataliwa. Inawezekana ameshutumiwa kwenye makosa ambayo sio ya kwake. Inawezekana amehukumiwa katika vitu ambavyo kwa kweli yeye hajafanya. Wapendwa wengi hawajui juu ya mapambano na mashindano wanayokutana nayo kwenye maisha yao ya kila siku, iwe ni kiroho, iwe ni kiuchumi, iwe ni kimaisha. Ni mapambano yanayolenga moyo, kwa sababu moyo ukishajeruhika, kuna vitu vingi haviwezi vikaenda ndani ya maisha ya mtu. Kuna mambo mengi hayawezi yakasogea. Kuna vitu vingi haviwezi vikamuvu kwa sababu ya hali ya kiroho ya moyo ambao umevunjika. Ndio maana Yesu alikuja kuganga mioyo, ambaye hii mioyo haigangwi pale hospitalini, haigangwi kwa vidonge, inagangwa kwa neno la Mungu na kwa damu ya Yesu Kristo. Leo hii kuna watu maisha yao hayasogei, hayaendi, hayamuvu kwa sababu tu walijeruhika. Kuna mambo walitendewa na watu wao wa karibu. Kuna watu walibakwa, kuna watu walifanyiwa matendo mabaya, na mioyo yao kuanzia wakiwa zamani ilishajeruhika. Wameumizwa ndani ya mioyo. Mioyo ina maumivu, mioyo ina vidonda, mioyo inatoa hata usaha kwa sababu ya hali waliotendewa. Tena wakifikiri wanatoka machozi wao. Kila wakiwaza walivyotendewa wanakosa hata msaada wowote wa kimungu. Mpenzi msikilizaji, nikwambie, kama moyo wako umejeruhika, moja kati ya eneo lolote takalofanya vitu vibaya ndani ya maisha yako ni hii roho ya ucheleweshaji, ambayo itaingia kazini kuhakikisha kwamba hakuna kinachoendelea, hakuna kinachosogea, hakuna kinachomuvu kwa sababu ya hali ya moyo. Watu hawajui ya kwamba Biblia imesema linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Hakusema Mungu atakulindia, anasema wewe ndio ulinde moyo ili usijeruhike. Maana moyo ukijeruhika, maisha yamejeruhika. Moyo ukijeruhika, uwe na uhakika imani imejeruhika, na uwezi ukatofautisha imani na maisha, kwa sababu inasema wa haki wangu ataishi kwa imani. Na unajua imani ni ya moyoni. Moyo ukishajeruhika, hata kanisani hutaki kwenda, hata kwenye fellowship hutaki kwenda, hata kwa watumishi hutaki kwenda, hata kutoa tu kunakuwa ni shida, kwa sababu moyo umejeruhika. Moyo ukishajeruhika, unahitaji msaada wa Mungu peke yake kwa ajili ya kukusaidia. Na katika kitabu cha Isaya 38:15 tunamalizia hapo. Isaya 38:15,
Kuna kitu utakiona pale anachozungumza Isaya, nabii Isaya. Inasema wazi kabisa, niseme nini? Yeye amenena nami na yeye mwenyewe ametenda hayo. Nitakwenda polepole miaka yangu yote kwa sababu ya uchungu wa nafsi yangu. Unaona wazi kabisa anaeleza habari za kwenda polepole miaka yake yote kwa sababu ya uchungu, kwa sababu ya maumivu, kwa sababu ya huzuni wa nafsi yake. Sasa nisikilize, mahali palipo na uchungu, mahali palipo na maumivu, pana slow down vitu. Anasema nitakwenda polepole miaka yangu yote. Na mimi nazungumzia roho ya ucheleweshaji, ya kwamba unataka umuvu lakini umeshikilia tayari una maumivu ndani. Mimi sijui alikufanyia nini, mimi sijui alikutendea nini, mimi sijui alikunenea nini, mimi sijui alikufanyia nini, lakini lazima ujue madhara unayapata wewe mwenyewe. Una sababu ya kuendelea kushikilia hali ndani ya moyo wako. Haijalishi ametenda, haijalishi akutenda, haijalishi amekusingizia, haijalishi amekuacha, haijalishi amekutelekeza, haijalishi amekusemea maneno ambayo ndani yako yameumia. Usishikilie hayo maneno, kwa sababu yana slow down hali yako ya kiuchumi, yana slow down hali yako ya imani, yana slow down hali yako ya kimaisha. Na Mungu hatataka kubadilisha kwanza mazingira unayopitia, atataka abadilishe kwanza moyo wako, ili kusudi apate kumuvu ndani ya moyo. Kuna watu wengi ambao mioyo yao imejeruhika na wamejikuta wana magonjwa mbalimbali, maumivu ya kichwa yasiyokoma, wengine hawaoni, wengine wana matatizo ya mifupa. Ndivyo Biblia inavyosema. Ndio maana ninakwambia mpenzi msikilizaji wangu, unataka kwenda mbali na Mungu, lazima uhakikishe ya kwamba moyo wako uko sawa sawa, moyo wako umekaa katika mazingira mazuri, moyo wako umekaa katika hali ya kusamehe. Alikutendea mabaya, alikutelekeza, alikuacha kwenye hiyo nyumba, akakuacha na watoto. Linda moyo wako. Moyo wako una thamani zaidi ya jinsi unavyofikiri wewe. Mwamini Mungu. Cha pili, msamehe. Cha tatu, achilia. Cha nne, omba msaada wa Mungu ili Mungu apate kukusaidia. Maisha ya watu wengi yameferi na yaendi, wanashangaa mbona vitu haviendi. Chunguza moyo wako, maana moyo huwa mdanganyifu kuliko vyote na una ugonjwa wa kufisha. Mpenzi msikilizaji, ni wakati wa wana Kahama kurudi kwa Mungu tena kwa namna na kwa jinsi ambavyo mioyo yao waitandaze kama sadaka, ili Mungu apate kuiangalia na kuiponya na maisha yao yapate kuendelea, wapate nguvu ya kwenda mbele tena, wapate nguvu ya kusonga tena pale walipokwama, wakwamuliwe tena waende mbele. Kwa dakika hizi chache tupate mapumziko. Kwa dakika hizi zilizobaki ningependa kukukumbusha kwamba ziko protocol za kwenda mbele za Mungu. Na mara nyingi unapoona vitu haviendi, usianze kumsingizia wakati mwingine shetani. Sawa, anaweza kawa na sehemu, lakini watu huwa hawajiangalii wao. Atabaki katika hali ya uchungu, atabaki katika hali ya ghadhabu, atabaki katika hali ya hasira. Na hivi vitu vyote mtu anapokuwa navyo, msaada wa Mungu unaweza usiwe halisi kwenye maisha ya huyu mtu, kwa sababu Mungu anaangalia moyo kwanza. Fatisha maneno haya kwa dakika chache, alafu kisha nitakuombea. Sema: Baba, katika jina la Yesu. Rudia tena. Baba, katika jina la Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unisamehe kwa maisha nilionayo na hali niliyokuwa nayo kwa muda mrefu sana, hali ya hofu na hali ya uchungu na kukata tamaa ambako nimekuwa nako kwa muda mrefu. Nimeshindwa kuachilia, nimeshindwa kusamehe. Na wewe umesema kama sitawasamehe wengine, wewe hutanisamehe. Ninaomba rehema juu yangu, ninaomba rehema juu ya maisha yangu. Ninaomba nianze na wewe Bwana kwa siku hii ya leo, nikitangaza na nikiomba kusamehewa kutoka kwako, na nikitangaza na kuomba msamaha kwa huyo ambaye nimedhani na amefanya matendo ya kujeruhi moyo wangu, ambaye nimemshikilia kwa muda mrefu, nimemshikilia kwa maumivu kwa muda mrefu.
Nimemshikilia kwa ghadhabu kwa muda mrefu. Nimemshikilia hata kwa kuwaza kulipiza kisasi kwa muda mrefu. Ninaomba Baba unisamehe na umsamehe yeye. Ninaomba umhurumie wala usimuhesabia hatia. Mungu, utusamehe wote kwa pamoja, maana wewe ndio chanzo cha maisha yetu na msaada utokao kwako ndio tunaohitaji. Ninaomba damu yako initakase na inisafishe, na ninaomba damu yako tena iniuishe kwa upya. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, natangaza kumsamehe fulani. Rudia hivyo hivyo na umtaje jina. Natangaza kumsamehe fulani. Kama ni wangapi, wewe sema, kwa sababu usiposamehe Mungu akusamehe. Na hata tukiomba maombi haya hutapata chochote ambacho Mungu anaweza akakusaidia. Natangaza kumsamehe fulani. Natangaza kuachilia. Natangaza kumuombea sasa kwa jina la Yesu Kristo. Sante Bwana kwa sababu nimetenda neno lako. Nimemwachilia na nimesamehe, na mimi naomba uniponye sasa. Ponya hali ya moyo wangu na ponya maisha yangu kwa ujumla. Ondoa uzito, ondoa uchungu, ondoa ghadhabu. Nipe amani na furaha katika jina la Yesu. Amen. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu, mpenzi msikilizaji wangu ametamka maneno haya kwa imani. Nami najua wewe sio mtu hata useme uongo, wala sio mwanadamu hata ujute. Nami na imani katika damu yako, nami nainyunyiza kwenye moyo wa mpenzi msikilizaji wangu katika jina la Yesu Kristo, kuondoa hali ya ugumu, kuondoa hali ya maumivu, kuondoa hali ya uchungu, kuondoa hali ya hasira na kuondoa hali ya kisasi kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mpe amani kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Tukutane kesho kuanzia saa 3 mpaka saa 7 pale IRCT Nyakato. Karibu sana na Mungu awabariki. Amina.